wanakuhusisha na wewe kwamba watu mafrimason wawili wamekutana. Au mimi wananionea. Mimi siwezi kuwa Freemason. Na kama ningekuwa Freemason basi ningekuwa Illuminati, kwa sababu Freemason kwangu sio level zangu, yani mimi huko nimevuka. Yani siwezi kuwa mimi sio Freemason by the way. Yeah, okay. Ingawa mtandaoni kuna watu wengi wana create account. Unajua ukiingia mtandao kijamii kama TikTok leo ukienda ukasearch. Kuna account karibia 1000, wote wanajiita Chief Godlove. Yeah. Kwa hiyo kila mtu mule ndani anatengeneza, anachukua video yangu ya zamani, anaweka Freemason sijui nini na nini. Kwa hiyo hao ndio watu ambao wananichafulia jina. Okay. Chief, ili sijui utanijibu vipi, lakini nitaomba unijibu. Kuna mjadala ambao ulikuwa unaendelea baada ya yale mafaili ya yule tajiri wa Marekani Jeffrey Epstein yalitoka, na hisi umeona watu wengi wakaanza kuhusisha matajiri wengi huwa wananunua souls au wanauza souls za watu. Yaani souls tu niseme ni kama nafsi. Nafsi, yeah. Yes, nafsi za watu wao kujitajirisha. Wanafanya vitu behind. Wewe ni miongoni mwa kijana mdogo ambaye ni tajiri. Watu wakaanza kuunganisha kutaja baadhi ya matajiri majina yao. Mimi kwa sababu jina lako nililiona, nikasema labda nitamuuliza Chief Godlove hii inakaaje kwa wao kama matajiri. Je, mnahusika nao mambo labda kuuza nafsi za watu nyie kujipatia pesa? Watu ambao mnawasaidia. Baba. Sasa watu sio ngoko wamekufa. Sijajua labda kwa nini watu wahusishe nyie na utajiri. Hakuna bana. Mimi wananionea tu. Mimi si unajua mimi nishakuwa kioo cha jamii sasa hivi. Mimi ndo kijana mwenye ushawishi kuliko vijana wote East Africa sasa hivi. Kwa hiyo uchafu wote watanitupia mimi. Kwa hiyo hilo mimi sijali. Lakini ile hizo nani za Jeffrey Epstein uliziona? Lakini ya hizo files za Jeffrey Epstein nimeziona na nini, lakini hivyo vitu vipo. Mimi huko sijafika, ila hivyo vitu vipo kwa sababu kuna stage ukifika, ukishakuwa na pesa unakuwa unatamani ufanye vitu ambavyo watu wa kawaida hawafanyi. Ndio unafikia huko kwa hao jamaa sasa. Lakini mimi huko level sijafika hiyo. Manake wewe bado hujapata hela nyingi. Mimi sijapata hizo hela nyingi kama za kina Epstein, bro. Ile unatamani kupata hela level hizo? Mimi sitamani, mimi ninapata bro. Mr. Nice alizungumzia issue ya Makmuga ya Alikiba. Unaishi kumtafuta na yeye ajaribu kuzungumzia upande wake? Nani Alikiba? Atatafuta alizungumzia hilo swala la Makmuga, lakini binafsi hata yeye mwenyewe Mr. Nice hakuzungumza kwa ubaya wala wala kuongea kwamba ile nyimbo ni yake. Ingawa tutataka ukweli zaidi, kwa hiyo tutamtafuta yeye mwenyewe Alikiba azungumzie kwamba hiyo Makmuga ilikuwa aje. Kwa sababu Makmuga na Alikiba naye ni wa zamani.